kuona. Simu liaga chikorigana Leo niangukia huyu mwanamke. Leo ndio ataniona huyu leo. Nitahakikisha kwamba utampata kama amelala. Na yeye atakuwa amelala kutoka upande wa juu. Utokea kwa hapa tuwakitoa. Osokere aseka nyamuisika. Alafu hakikishe umesukuma mkuki vizuri mpaka ushie kitovu cha huyu mwanamke, mpaka utokee kwa mgongo ya mwanamke. Basi hapo peke yake uhakikishe kwamba imeenda mpaka imegusa ardhi. Katika yale mambo makuu 10 yaliyotendeka pale Misri, na wale ambao ni waaminifu waliweza kuishi. Basi siku ya safari imeanza. Waisraeli wanaanza safari. Katika ile safari ndefu wana wa Mungu ilihitaji imani. Mungu alikuwa amekusudia safari siku 3. Lakini kwa sababu walikosa kutii Mungu, wakati walianza kukumbuka vile walikuwa wanafanya dhambi pale Misri, na shaka kwa Mungu, basi Mungu akatangaza hukumu kwamba nyinyi safari yenu itachukua miaka 40. Na jambo Mungu amesema, ameshalisema. Tunaona hapo njiani Waisraeli wanalia. Wakati mwingine njaa ndio hiyo. Mungu kwa sababu ya huruma analeta chakula ya mbinguni. Wakati mwingine tunaona kiu inawashika. Bwana kwa sababu ya neema anawapea maji. Wakati mwingine tunaona wanalia kwa sababu ya maadui. Bwana anafungua njia, maadui wanaangamizwa. Hapo njiani tunaona jua ni kali. Bwana analeta mawingu kwa sababu ya neema. Wakati mwingine giza ndio hiyo usiku. Bwana kwa sababu ya neema analeta mwanga. Basi Mungu alikuwa anawaongoza katika njia hii. Na hata tunaona pale kwa jangwa hakuna duka ya kununua nguo. Mungu kwa sababu ya neema yake aliweza kustiri zile nguo hazingezeka. Tutasema nini hata viatu zao. Kwa sababu ya neema yake vile viatu Waisraeli walikuwa wamevalia wakatembea navyo katika safari ndefu mpaka wakafika nchi ya Kanaani. Na hayo wana wa Mungu, ya Mungu ambaye tunamwabudu, hata historia imesema kwamba ametenda makuu. Hayo mambo yote yameandikwa katika Biblia ili tukaweze kujihoji nyayo, tukaweze kuyatafakari hata amewatendea, ili tukaweze kufanya uchaguzi ambao ni mwema, na uchaguzi ambao tunaweza kufanya leo ni kumtii Mungu wetu. Katika sehemu yetu ya mwisho ya mahubiri ya leo, tunafika katika mwaka wa 40 sasa. Maana Mungu alikuwa amesema sasa mtachukua miaka 40 njiani. Sasa mwaka wa 40 umefika. Wanaume ni wawili peke yake, wale ambao walikuwa wametoka Misri.
na sasa ndio wataingia Kanaani. nabo kanyasa ncheire basoe Kanaani. Umati mwingine abantu bandora iteyosi wale waliozaliwa njiani, bali baibura tunjera wengine ambao hawakuwa na historia, abatabwatomugano lakini walikuwa wanategemea Joshua na Caleb. iba bategemea tukusini balikura una Joshua na Caleb. Hawa ndio walikuwa wanategemea kwa kutoa historia. Aba nabo basemeire asenge njokuwomugano, Walikuwa wanawapa moyo njiani. nabo balikubaho moyo asenchera. Bwana alipoonekania pale Misri, Nyasaye natoroje kamita hali ya Misri, akatutumia Musa, agatutumira Musa na mlimuona kwa macho yenu, mwamuroje na maisha ino, na sasa ameshamaliza mwendo wake. nero kulira ragendo rwaye, Na sasa niamini mimi Joshua, bono ngigene nje Yoshua, na pia niamini na huyu Caleb, mwegene na Caleb oyo. maana Musa alitutuma siku moja Egekogera Musa natutuma tulitukerimu kwenda kutalii nchi ya Kanaani. atokagenda korense yase tuariereirwo mwane kurokana Ndio tulikuja na habari njema. intubaberemo kana butuwa bwate amangana maya. Sasa tuende mbele, Togenda busyo mambo ya nchi ni mazuri. amangana arasenseri namaya Nchi iko na maziwa na eseri elinebwate mabere nobuke Bwana tuiteke nchi ya Kanaani. togenda tunyatekanyara. Sasa Waisraeli walipoona hayo, Ekara Waisraeli baroraya waliamini sasa kweli tukafika pale. bakayena ngosotora somo choyo Tukaingia pale Kanaani. ngosotora somo choyo Maana safari sasa imekuwa ndefu. egekogera samari abere ntambe Now let us rest. tigabana totumoke Wacha sasa tupumzike. tigatotumoke Maana safari ya miaka 40 sasa inaanza. egekogera esabari emyaka 40 bora yaikiro And they never knew the devil was waiting for them. bamanyethenya birecha noware maega akona koyemini nyongo ringorongora Kumbuka wako katika ule mwaka wa mwisho. igo baraso mwaka bwa mwali asero Mwaka wa mwisho. omwaka bwa mwali asomo emyaka 40 Wako katika ule mwaka wa 40 wa mwisho. igo barase omwali bwa emyaka 40 Sasa wameweka hema katika sehemu ya Shiti. babekire manye na Kanaani. Biblia inasema hivi. Biblia gagateba Hata kama wamebakisha siku chache waingie Kanaani. naonye batigara tema tukama kigoso Kanaani. Katika kitabu cha Hesabu 25 ase kitabu kyomo baroi emero nyebere na isano aya ya kwanza eke mungo cheritangani inasema Waisraeli. basi Waisraeli wanatebanga bona Waisraeli wakaanza kuyafanya mambo maovu mbele ya Mungu. agachaka naenda kotiringa esike. Kumbuka mwaka wa mwisho. aso mwaka bwa mwali Katika mwaka wa mwisho aso mwaka bwa mwali tena Waisraeli wamepumzika. batumukire Wameona mtu yule aliko hapo. barori rorote rwa Yorodania Na Kanaani ndio hiyo. Kanaani hiyo Mungu Sasa wanasema waje kustarehe. ale batabira batabira batumuka Shetani alikuwa anawangojea. kumbe niletano alama na barabara And they never saw the enemy. nane banyoche The enemy crept into the congregation of Israel. enemigo somo bisaga soga tigati yamusangirira kana bwa Israel And he decided the Israelites to perform 3 sins. akamana koba choche abakore bibe bitatu Dhambi ya kwanza walioifanya, ekabega tamani bakorete na sisi wana wa Mungu tuchunge katika hizo. naintue abana ba Nyasaye tuli nasama nganaye Haya mambo matatu yanaweza angamiza dunia. amangana yato tunasa yense Dhambi ya kwanza walioitenda, engane ntangani bakorete yekebenere wakaanza kuwa na miungu mingine. bagasoa kore wasiedi Nyasaye binde Hakuna kitu Mungu anachukia egentonkeri Nyasange tense kama uko na bwana mwingine, nganani nobwati Nyasaye ndo biserete kama uko na machimbo sawa sawa. okanyori ekibisibuya Na tena alikuwa ni mwanamke wa mataifa. igarengo mukungu bwete bwense Sasa Zimri akaona simuli agachikoribera leo nera nimeangukia huyu nero mwanamke. nagwereire Leo ndio ataniona huyu leo. oyo naliakomanya rero Na huyu kuhani alikuwa anamwangalia vile Zimri anatembea kutoka kwa nomusomo Nyasaye nababetukumaligereria akaangalia pole pole. akaligererira Naamini kama hiyo kuhani alikuwa na ndefu, igonkoligereringa nyomokwani yorengere chinde akainua ndevu zake huko juu, akaimukereria igoro akaangalia kwa macho yake mawili, akaligereria sa maisa yabo akaona vile wanatembea akarabura bakuerobia kwa hema ya huyu Zimri. bakagenda gwikasema
wakaenda wakajifungia pale ndani. Agesie kiraro. Huyo kuhani akawapa muda. Umukwani wakabati ngati. Wakastarehe. Bakariera yabo yense. Ama bazote zikaisha kwa huyo jamaa. Tega bintu byose bikaya. Sasa Mungu anamwambia huyo kuhani, Nyasaye ateriwa umusumbu huyo. nenda katika ile hema yako. Genda semeri yao. Uchukue fimbo yako. Omugolie nyimbo yao. Ile ambao umenaa vizuri. Eliyoto ngatabuya. Fuata yule jamaa. Mawati umusauria. Nitahakikisha kwamba utampata kama amelala. Ni Wamanya alirora ile. Na yeye atakuwa amelala kutoka upande wa juu. Era na bora nyorora ile korungo. Na mwanamke huyo ako upande wa chini. Omo kungo ora ile korunse. Enda ushike mkuki yako vizuri. Obwa teli timeli ya obuya. Enda uhakikishe kwamba umewapata pale. Genda oikera ninga no wale ime. Enda ushike kwa mikono yako miwili. Obwa tena naoka abere. Unyaashe mshuri kwenda mbinguni. Onye imokera ligoro. Alafu iteremsha kwa nguvu. Kirimo kine chinguru. Kutoka kwa mgongo ya huyu jamaa. Asoma wangu bumo mulo. Hiyo fimbo na hiyo mkuki. Enyimbe gosari timeli. Ite kwa mgongo wa huyu jamaa. Ete kurua asoma wangu bumo sacho yo. Utokea kwa hapa kwa kitovu. Osokere aseka nyabu isika. Alafu hakikishe. Nano megzwa. Umesukuma mkuki vizuri. Wanyu sukume ile muya. Mpaka ushike kitovu cha huyu mwanamke. Obwa ateka nyabu kama kungo. Mpaka utokea kwa mgongo ya mwanamke. Osoka magaga asoma wangu bumo kungo. Basi hapo peke yake. Tani aboka. Uhakikishe kwamba imeenda mpaka imegusa ardhi. Aramuno kunyara ya kunira samaraba. Ndio sasa huyu kuhani. Naliyo mkwani wewe imoga Kwa sababu yeye anatii mambo ya Mungu. Ega kogoro musombo yako wera mangana ya saa. Akaenda akafanya hivyo. Akagenda agakorobo. Akawashikanisha kwa floor. Akababuatira ningeliraba. Mungu alipoona mambo hayo, Nyasaye kara manganaya. alifurahia akiwa pale mbinguni. Akagoka kare igoro. Kuhani wangu amefanya kazi nzuri.